Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku moja imepita toka nchi ya Marekani na Israel walipofanya mashambulizi makali ndani ya nchi ya Iran. Mashambulizi ambayo tunasema yamepanda katika daraja ya pili ya aina ya mashambulizi ya nchi ya Marekani na nchi ya Israel. Katika siku za nyuma tulikuwa tunaona kwamba yalikuwa yakifocus zaidi hasa katika sehemu ambazo tunasema ni katika military infrastructure, katika miundombinu ya kijeshi, pamoja na kuleta athari kwa kiwango fulani katika sehemu za kijamii, kwa maana nyumba za watu na mfano wake. Lakini kwa mashambulizi ya siku moja iliyopita, maana yake yalikuwa specifically katika sehemu ambazo zina athiri zaidi maisha ya watu, kwa maana ya kwamba katika miundombinu ya kijamii ambayo kwa upande mmoja au mwingine ni miundombinu ambayo ina ushawishi pia katika sehemu ya uchumi. Nayo ninazungumzia mashambulizi yaliyofanyika katika sehemu ya utengenezaji wa maji ya kutumia katika visiwa vya Kashmir, ambavyo actually kwa sababu kwa kuzingatia kwamba katika baadhi ya sehemu ndani ya nchi ya Iran, manake au katika sehemu tu ya Mashariki ya Kati, huwa wanatumia zaidi maji ya bahari, kwa maana kwamba tengeneza yale maji, kwa maana ya kutenganisha baina ya maji na kiwango kile cha chumvi kinachopatikana katika maji, na kisha yale maji yanaingia katika matumizi ya kawaida. Kwa hivyo yalifanyika mashambulizi katika sehemu ya uhifadhi wa maji katika visiwa vya Kashmir, na hivyo kuleta madhara katika takriban vijiji kama 13 ambavyo vinategemea katika sehemu husika. Lakini vile vile walifanya mashambulizi katika depot ndani ya mji wa Teherani na miji ya pembeni yake. Manake walishambulia baadhi ya depot kama depot ya Shahara, au kuna depot ya Shahran na depot zingine takriban depot kama 5, ambayo madhara yake yalikuwa ni makubwa sana, na mpaka sasa hivi yanaonekana kwamba ndani ya nchi ya Iran wameendelea kuexperience madhara yaliyotokana na mashambulizi yaliyofanyika katika depot. Na madhara yake yamekaa katika muundo kama ufuatao. Kwa kuzingatia mafuta yanakuwa yana mchanganyiko wa baadhi ya kemikali ambao zinayafanya mafuta yaende moja kwa moja katika level ya mwisho ya matumizi ya kawaida. Maanake kushambulia katika sehemu za mafuta, matokeo yake ni kuzalishwa kwa gesi kama za sulfur dioxide, lakini vile vile kuzalishwa kwa gesi kama za nitrogen oxide, ambao mwisho wa siku mchanganyiko wa gesi kama hizi zinapochanganyika na maji, kwa kuzingatia kwamba sasa hivi katika nchi ya Iran kuna hali ya hewa ya mvua, maana yake ni kwamba kinachozalishwa inakuwa tunasema ni toxic rain, ni mvua za sumu ambazo zinakuwa na madhara moja kwa moja, kwa kuzingatia kwamba sulfur dioxide inapokuwa imechanganyika na maji kama ile ya mvua, maana yake inaweza kuzalishwa mvua ambayo ndani yake ina acid, kwa maana kama sulfuric acid. Lakini vile vile nitrogen oxide inapokuwa imechanganyika na maji, maana yake mwisho wa siku inaweza kapelekea kuzalishwa kwa mvua ambayo ndani yake inakusanya sehemu ya acid inajulikana kama nitric acid. Na kwa kuzingatia pia mazingira ya kijiografia pia ya eneo la mji wa Teheran, maana yake ni mazingira ambayo hayaruhusu kwa kiwango kikubwa yanapotokea maafa makubwa kama haya ya kushambuliwa sehemu ambazo zinazalisha moshi mkali, ule moshi kuweza kuondoka kwa urahisi. Na hii ni kwa kuzingatia mazingira mengi. Katika upande wa kaskazini, mji wa Teheran unapakana na milima ya Elburz au Alborz, ambapo kimo chake ni takriban kama mita 4,000. Na katika mazingira ya hali hewa ya sasa hivi ya nchi ya Iran, maana yake upepo au upepo mara nyingi unavuma kutoka katika sehemu mbili, kutoka katika upande wa magharibi katika milima ya Zagros, na kutoka katika upande wa kaskazini katika milima ya Elburz. Katika upande wa kaskazini, upepo unapovuma kuja upande wa kusini, sehemu ya mwanzo kufikiwa na upepo huo hasa inakuwa ni mji wa Teherani, kwa kuzingatia kwamba uko chini ya mlima wa Elburz. Kwa ina maana kiasi cha hewa na kuzingatia hali ya
hewa sasa hivi ni ya unyevunyevu, manake kiasi cha hewa kinachotoka katika upande wa kaskazini kinaingia moja kwa moja ndani ya mji wa Tehran, na kwa kuzingatia kiasi cha unyevu kinachokuwepo, manake kinakuja kuchanganyika na moshi ambao unatoka katika sehemu ambazo zimefanywa mashambulizi. Mwisho wa siku ni kwamba hewa kwa kiwango kikubwa inakuwa haiwezi kutoka kwa sababu ya ule upepo unaotokea katika upande wa kaskazini katika mlima Elbrus. Lakini katika upande wa magharibi vile vile upepo unatoka katika upande wa magharibi, kwa kuzingatia kwamba mlima Zagros na mlima Elbrus ni milima inayopakana katika kona yake. Kwa hiyo upepo mara nyingi unatokea vile vile katika upande wa kona. Mazingira ya upepo huu manake kwa mchanganyiko upepo wa kaskazini na upepo wa magharibi yanafanya upepo ukose motion, ukose nguvu ya kuweza kutembea, na hivyo mwisho wa siku ni kwamba ni upepo ambao unakuja kukaa juu ya upepo ambao unatoka katika upande wa kaskazini, na hivyo kusababisha hata kama kuna kiwango cha moshi kinaweza kikapita katika upepo wa kwanza unatokea katika upande wa kaskazini, hivyo moshi huo unashindwa kwenda juu zaidi kwa kuzingatia kwamba kuna layer nyingine ya upepo inayotokea katika upande wa kona ya mlima Zagros na mlima Elbrus. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba kilichoonekana katika siku ya leo ni kiwango kikubwa cha mawingu ambayo yamejaa weusi, lakini vile vile hata mvua ambayo imenyesha ikiwa imekusanya particle nyingi au vipande vingi vya weusi. Madhara ya aina hii ya mvua maana yake ni mvua ambayo kwanza inaweza ikasababisha matatizo katika ngozi, lakini vile vile ni mvua ambayo au ni mazingira ambayo maji yake yanapotumika wakati mwingine inaweza kuleta shida katika mapafu. Na tukichukua mashambulizi haya ambayo yamefanywa na nchi ya Israel pamoja na nchi ya Marekani kukusudia katika hizi depot kama hizo za Karaji au hizo depot zingine, maana yake ni kwamba ni mashambulizi ambayo yamefanyika kwa hesabu maalum. Sio kwamba tu yalifanyika kwa maana ya kuharibu ile miundombinu ya kiuchumi au na miundombinu ya kijamii ya nchi ya Iran. Hapana. Ni mashambulizi ambayo yamefanyika kwa hesabu maalum, kwanza kwa kuzingatia mazingira ya hali ya hewa ya sasa hivi ya nchi ya Iran, lakini vile vile kwa kuzingatia mazingira ya mji wa Tehran, kwamba ni mji ambao unaweza ukasababisha ile hewa isiweze kutoka kwa urahisi kiasi ambacho inaweza ikaleta madhara ya moja kwa moja. Sasa jambo la namna hii maanake ni jambo ambalo inaonekana Wairani na wenyewe wamelichukua katika uzito wa namna yake. Kwanza kwa kuzingatia kauli ambayo imetolewa na msemaji wa Wizara mambo ya nje wa nchi ya Iran, Ismail Baqir, kwamba kwa jambo hili lililofanyika manake linazingatiwa katika uzito wa hali ya juu, na bila shaka wanasema wenyewe kwamba hawawezi kuliacha liende hivi. Na matokeo yake tumeona kwamba katika siku ya leo kuna mashambulizi yamefanyika kule Haifa katika nchi ya Israel, katika ile sehemu ya vituo vile vya usafishaji wa mafuta na huduma zingine kama za petrochemical na mfano wake. Lakini vile vile kuna mashambulizi yamefanyika katika mji wa Bahrain katika zile sehemu za ushughulikiaji wa kwa maana kwamba zile sehemu ambazo unachukua maji yale ya bahari na kisha baada ya hapo unayatibu ili yaweze kutumika katika matumizi ya kawaida. Na kingine ambacho tunakiona kwamba Wairani wao wame kizingatia kwa upande mwingine ni kwamba wametangaza kwamba kuanzia sasa hivi mashambulizi yao na wenyewe vile vile wanayapandisha katika grade, kutoka katika grade ya kawaida ya kufanya mashambulizi katika sehemu za tunasema zile military facilities au zile vyombo vile vya kiusalama au zile mali za kiusalama au vifaa ambavyo vinasapoti masuala ya kiusalama na masuala ya kijeshi. Sasa hivi na wenyewe wamekusudia kwenda kushambulia katika sehemu za kiuchumi, kwa maana ya kwamba kama kuna mabenki ya Marekani, kama kuna mabenki ya Israel, au kama kuna asset zingine zozote ambazo zinapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati, mali ya Israel na mali ya nchi ya Marekani, maana yake ni kwamba na zenyewe vile vile zitakwenda kushambuliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa hivi kwa namna jambo hili linavyoendelea katika hii wiki ya pili, tunaona kwamba fikra za mgogoro zinahama kutoka tu katika kutazama zile vyanzo vya kijeshi au zile hazina za kijeshi ambazo zimekuwa zikisaidia pande zote mbili ziweze kuendelea kufanya operesheni zao. Sasa hivi manake wanahamia katika miundombinu ya kijamii, na hili bila shaka linaweza likawa ni jambo zito sana kwa siasa ya eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba siasa ya Irani yenyewe inazingatia yoyote ambaye anatoa fursa ya uwepo wa Marekani. Maana yake ni kwamba
mashambulizi yanaweza kufanyika katika nchi husika, hata kama sio katika sehemu zote, maana yake katika zile sehemu ambazo Marekani yupo au kuna athari zake, maana yake watafanya mashambulizi. Lakini sasa kwa namna jinsi mgogoro unavyokwenda kuelekea kushambulia katika sehemu za miundombinu ya kijamii, tunachokihofia ni kwamba huenda kuna mashambulizi mengine yakafanyika katika nchi ambazo bado zinawahodhi au zinatoa fursa za uwepo wa nchi ya Marekani katika sehemu ya miundombinu yake ya kijamii, na hii bila shaka litakuwa ni jambo zito sana, kwa kuzingatia kwamba kwa mfano katika nchi za Mashariki ya Kati maji mengi yanayotumika ni maji ambayo ni maji yanayokuwa yametibiwa kutoka katika hii hali ya chumvi kwenda katika matumizi ya kawaida. Kwa hivyo mashambulizi yanapofanyika katika sehemu za senta kama hizi ambazo zinatumika kwenye kutibu maji, maana yake ni kwamba inaweza ikawa ni tatizo kubwa sana, kwa kuzingatia mazingira ya Mashariki ya Kati ni mazingira hasa ya kijangwa. Lakini vile vile tunaona kwamba kwa mazingira hayo ya kile ambacho Iran wamekusudia pia na wenyewe kukifanya, maana yake tunaona hali inaweza ikawa ni mbaya zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati kama target zitaenda katika kushambulia baadhi ya center za kiuchumi, sehemu kama za mabenki na mfano wake. Maana yake hili jambo litakuja kuwa ni jambo zito sana kama hazitofanyika juhudi za ziada za kuweza kutazama kwamba ni namna gani mgogoro huu inawezekana ukasobiwa. Lakini kwa upande mmoja au mwingine tunaona kwamba nchi ya Marekani na nchi ya Israel kwa mazingira haya ambayo wameweza kuyaonyesha katika siku ya jana, hakuna tunachotarajia ni kwamba hali hii inaweza ikaendelea, kwa sababu ni miongoni mwa njia ambazo huenda katika upande wa Marekani na upande wa Israel wao wanaona vile vile kwamba kwa kutumia njia hii inawezekana ikawa ni sababu ya kudhoofisha mfumo wa nchi ya Iran, hasa katika upande wa mfumo wake wa kijeshi ambao una nguvu zaidi katika nchi ya Iran. Pamoja na kwamba kwa method kama iliyotumika katika siku ya jana au njia iliyotumika katika siku ya jana, bila shaka ni njia ambayo sio tu ina madhara katika upande wa jeshi, lakini ina madhara katika upande pia wa wananchi wa kawaida ambao msukumo wao ndio ambao ungeweza kuipokea Marekani na katika operation yake au katika plani yake ambayo imekuwa ikikariri kuhusiana na nchi ya Iran kwamba utawala uliopo unatakiwa ubadilike. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kutazama muundo huu mpya ambao umejitokeza kuanzia siku ya jana, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.